Biblia inazungumza hivi, ndugu mmoja anaitwa Akida, yeye alikuwa ni kiongozi. Ghafla siku moja nyumbani kwake mtumwa wake akaugua. Baada ya mtumwa wake kuugua, neno la Mungu linasema akasikia habari za Yesu anapita. Mtumwa alivyougua hakuwa anaweza hata kutoka, kwa sababu mstari unaofuata wa 5 anamwambia hivi, sistahili, niliona sistahili kuja kwako. Hakuwa na uwezo wa kwenda. Akaagiza watu wake akamwambia, naombeni tafadhali nendeni mkamwambie yule Yesu kwamba huku nyumbani nina mgonjwa. Biblia inasema wale watu wakaenda kwa Yesu. Walipofika kwa Yesu wakamwambia, mkuu, tumekuja, kuna jambo hapa la msingi la kutunza. Tunajua hauna ratiba ya injili ya nyumba kwa nyumba, lakini ile tu kwamba umeingia mjini kwetu, ile tu kwamba umekuja nyumbani kwetu, tuna kesi moja. Pana kiongozi wetu mmoja anauguliwa na mtumwa wake, tunaomba. Biblia inasema wakamsihi sana. Kwa nini walimsihi? Walimsihi kutokea wapi? Wakamwambia, tunakusihi uende ukamsaidie. Kwa nini ukamsaidie? Namba moja, analipenda taifa letu. Lakini hiyo sio sababu sana. Sababu ya pili, ambayo hiyo ndio ya msingi, alitujengea sinagogi. Nataka nizungumze jambo hili ambalo utanielewa nikiwa nazungumza hii habari. Utoaji wa sadaka huwa unaweka sababu kwenye mioyo ya watu ya kukuombea. Ghafla tu wanasikia mzigo wa kukuombea. Ghafla kuna watu wanabebeshwa jukumu lako la kukuombea.